Kuna story nishawaisikia ni baba alisimulia. Ushawahi haribu kinanda pale Makuburi ukiwa mdogo. Na ni katika harakati hizo hizo za kujua. Unakumbuka hiyo story? Nakumbuka kuisikia story. Na kukumbuka kutenda iko sikumbuki. Ukumbuki. Lakini mzee alishakwambia ushawaifanya tukio. Baba mimi kuniambia hivi kwamba nimepewa matukio mengi. Nasikia nimewahi kuharibu kinanda, nimewahi kuharibu ngoma, nimewahi kuharibu kayamba, nimewahi kuharibu. Yaani kwa kifupi ulikuwa ni mharibifu. Kwa sababu mimi sikuanzaga na kinanda. Nakumbuka nilikuwa na interest ya kupiga ngoma. Baadaye nikaanza kuhamia kwenye kayamba, nikaanza kuhamia kwenye yale inaitwa manyanga. Hivi baadaye ndo nikaanza kuja kwenye kinanda. Unafikiri kuwapo St. Kizito kumekupush sana wewe kujua muziki? Kuwapo tu pale, kukulia katika mazingira yale na nini kumekuwa sababu ya wewe kujua muziki? Ndio, hasa kwenye uimbaji. Hasa kwenye uimbaji. Ndio. Kwa sababu kuna picha yako moja hivi nishaiona ukiwa mdogo, sijui ushaiona, baba shaikuonyesha. Ukiwa mdogo umekaa kwenye kinanda hivi afu macho yako mbele. Ile kwenye kinanda afu mshobozi alikuwa amekaa kwenye kinanda kingine ndo anapiga kule. Sijaona vizuri. Mimi kichwani hapo lazima nilikuwa na imagine kama mimi ndo napiga wakati mshobozi. Of course, kwa sababu hata concentration yako kwenye ile picha inaonyesha kabisa ni kama huyu ndo alikuwa anapiga. Vidole viko kwenye kinanda, macho yako mbele. Umeshaiona hiyo picha? Nimeiona. Unafikiri Kizito amekupush kiasi gani wewe kufikia hapo ulipo? Kwenye muziki kama muziki nadhani ni kwa sababu nimekuwa nimeanzia kuimplement kwenye KMK. Ukiwa pale. Yaani ninachojifunza naanza kukitekeleza nikiwa KMK. Na unapewa nafasi vizuri.